mama, sina nataka kutuma mboga. Hivi mwanangu, unazidi kunitia aibu jamani. Aibu gani mama? Una wanaume wangapi? Nimekutana na kesi hapo na Chemsa. Kesi gani? Haujui? Mimi sijui mama. Kuna siku nimemkuta Chemsa na Gunila. Gunila? Humjui? Ukaanza kumwashia mwenzio moto. Wewe hapa. Hamna mama, mimi Gunila ni rafiki yangu tu. Haijalishi, si wa kiume lakini. Ndio wa kiume. Najua, sasa kitu sababisha mpaka mwenzio mwashie moto kuhusu Gunila ni nini? Hamna bana mama. Hivi unajua Mariamu, kweli mwanangu ni mzuri lakini unajishusha. Watu hatuishi hivyo. Yule pale Chemsa ni rafiki yako. Na kama kuna wote emergency imetokea, basi kumkemea tu pale pale. Unamuita mnayamaliza. Ila mama wa Chemsa mimi mbona niongea naye pembeni tu. Haiwezekani. Ungeongea naye pembeni, asingenifikishia mimi ujumbe. Mimi Chemsa nimeongea naye pembeni pale. Tumekaa wenyewe wawili ndio tukaongea hayo mama. Sasa nikwambie kitu mwanangu. Mwenzio mimi aibu nimezichoka. Umenielewa? Ndio nimekuelewa mama. Mtaa mzima mimi jamani sina hata amani. Kwa nini? Kuna wenzangu wamezaa watoto wao wa kike na wanaenjoy tu. Lakini mimi kila kona, mama Mariamu, kila kona usifanyie hivyo basi mtoto wa mwenzio, sawa? Sawa mama, sitarudia tena. Utarudia tena? Ndio. Haya. Karibu dapeni. Asante nimekaribia. Ndio. Kwa ujio wangu. Ndio. Nimesikia kuna tukio kwa mtoto wako. Amelipata. Ni kweli kabisa. Kwa hiyo nimekuja kumuona. Ndio. Yupo wapi? Ngoja nimuite uje umuone. Rajabu! Rajabu! Mama. Njoo jirani yetu kaja kukuona. Jamani, pole. Asante. Shida ni nini labda? Mitihani tu ndio imenipata mpaka kufikia hapa. Ila namshukuru Mungu. Ndio. Hadi kuwa hai mpaka muda huu. Ni jambo la kushukuru sana. Japo maumivu bado yani hapa. Hapa nauma, kichwani kinaniuma lakini kidogo naendelea vizuri. Ni kweli, hapawezi kupua kwa haraka. Basi ndo kama hivyo jirani yangu. Ndio. Sijapata undani zaidi wa hili tukio alopata mtoto. Kwanza mimi mwenyewe nilipata na mshtuko. Mtoto alipokuja sema ni mhoji roho hainitumi. Na muacha kwanza atulie, ashushe pressure, nione maendeleo yake ili tukae chini anipe mkasa wote mwanzo hadi mwisho. Pole sana dada. Lakini atapona mtoto. Asante, namshukuru na muomba Mungu kila siku na mchana. Basi sawa mwanangu. Mimi nimekuita hapa nikuone. Nenda kapumzike tu ndani. Basi asante mama. Mimi ngoja nikapumzike. Ukienda wasalimie. Uangalie kidonda mwanangu, bakteria. Sawa mama, ndio maana daktari aliniambia nibaki ndani hadi nitakapokuwa sawa. Basi haya. Sawa dada. Mimi nimekuja kwa ajili ya hilo. Sababu nishamuona, naomba tu nirudi niwahi nyumbani.
Mtoto ujambo? Jambo. Shikamoo. Marahaba. Kaka yako yupo? Kaka Mwenge au? Huyo. Yupo nyumbani. Sawa. Anaweza kaka Mwenge ana nini? Bro, vipi? Safi. Oya mwanangu, jamaa yuko hai. Jamaa yuko hai mwanangu. Yuko hai nakwambia. Unasema nini mwanangu? Serious, yani sidanganyi. Sikia nikuelekeze. Mwambie mwanangu hapo sasa tunambili au 25 shangelewa. Bila tu hapo mwanangu kwa kwenye kichokoto. Wewe njoo. Baridi mwanangu. Wewe njoo timba. Na yai kio mwanangu. Kaka, hivi yule alokuulizia pale nani? Aliniulizia? Wapi? Kwa hiyo alikuwa anasemaje? Mimi sijui, alikuwa anakuuliza wewe. Wewe mtu yupoje? Mtoto ujambo? Jambo. Shikamoo. Marahaba. Kaka yako yupo? Kaka Mwenge au? Huyo. Yupo nyumbani. Sawa. Na kofia nyekundu. Alipita hadi hapa kwetu. Sababu nilikaa pale alisalimia. Blaza vipi? Mimi ngambia poa, alipita. Sasa kama alikuwa yeye ananiulizia mimi, kwa nini amenikuta pale afu hajaongea chochote? Hilo sijali. Inavyoonekana ni mtu mwema tu. Sawa? Sawa mdogo wangu. Vipi lakini mambo ya shule huko? Yako vizuri? Vizuri. Sawa. Ukifaulu awamu hii, nitakununulia sare nzuri kabisa, sawa? Haya poa. Kwa hiyo basi hebu angalia mambo ya uji hapo ndani. Mama sijui yupo. Wanangu. Ndio. Mwanetu anakuja ujue. Anakuja? Ya. Ujiani au? Napiga simu mwanetu anakuja. Ya. Anakuja leo, anakuja lini? Sio anakuja. Hapo mimi sijajua. Ila mimi kaandika kwenye simu ya anakuja. Bora aje bwana. Mwanangu. Mwanangu ujue kuna hiyo dili mwanangu, unajua. Jamaa kazingua kinyama mwanangu ujue mwanangu. Afa anazingua mwanangu, kanikata kinyama yani. Kazingua vipi? Kwa mzee nani pale kule nimemwelekeza mwanangu, mwanangu una mchongo au sio mwanangu? Wewe dula, wewe zisha. Wewe kibarati. Nini mwanangu?
Oa, mbona hivyo? Oa, mimi wanangu vipi? Mbona mnakuwa vinega? Unakuja kama mkubwa bwana. Oa, umekuwa sasa mbili wanangu. Oa, sio poa. Mbona kama hivyo? Nini kaje hivyo namna hiyo? Mbona kama hivyo? Oa, nakupona waoga sana. Mwanangu kambi hiyo. Oa hivi namna hivi. Oa kazi kausha Kamkubwa kambi ya kwako. Sema mmekuwa safu na mbele ujue mmelegeza sana nangu. Tupeseke tukute bosi. Wenyewe kama kawaida yangu. Oa kwanza. Oa washa kwanza. Mbona kama hivyo na unalegeza sana nangu? Hapo basi. Oa anielekezeni kwanza. Vipi kwanza ule mtu? Oa mwanangu. Nataka nikupange mwanangu au sio? Yule mtu kwanza ni mzima cha kwanza. Amepona yule jamaa. Amepona mwanangu. Huwezi amini mwanangu. Yeah. Unajua nimepiga la uso ujue pale. Kapona sasa. Oa mwanangu, Mbona kwaje mtani unazungumzia vipi kwanza sasa? Ule mchongo ule. Jamaa tu alipotupa taarifa. Oa kama blasa kakinda mwanangu. Kule kwenye sijashi kinyonge mwanangu. 45 kibao mwanangu, si unajua nafika zangu wapi kiwango, nakutana na mwanangu Jordani Mastika kanambia oa mageto hapa hafifu mwanangu, nikateleza wapi bio, nikakutana na wanangu Mzange Beka J4, unajua 45 kibao, sijateseka nini mwanangu, sema nini alipotoka mchongo. Oa nikampa mwanangu zisha akafuatilia ule mchongo. Tunafanyaje Oa mwanangu zisha akafuatilia. Analazimishwa tena au tunaua? Tunafanyaje? Sikiza nikaleta dharau adui, kashakuwa adui unajua. Halo. Natumani naongea na mjomba wake Mariamu. Sawa, nimekupigia simu kukujulisha kwamba ule upambo wa Mariamu naona kama unaelekea ukingoni. Kwa hiyo jiandae kusherehekea sherehe ya mjomba wako. Haya, sawa, asante. Haya. Odi. Karibu. Shikamoo mama. Marhaba mwanangu, za siku. Salama, habari zenu? Nzuri. Haya, mnaendeleaje? Hatujambo mwanangu. Wazima. Wazima, karibu. Haya, asante. Mariamu. Abe mama. Njoo mwanangu. Njoo na kiti. Haya. Hatujambo. Ndio. Tupotezana kidogo. Umeona majukumu mwanangu. Kweli. Sawa. Karibuni jamani. Haya, ni asante. Mimi nipo ndani hapa nafanya mambo ya chakula. Karibu. Haya, kwa vipi unaendeleaje? Mimi naendelea vizuri. Mzima kabisa. Mzima. Aishi. Mbona umepoa poa? Hamna. Uko sawa? Uko sawa. Okay, mimi nimekutembelea kidogo. Kuja kukusalimia, si unajua tena ndoa yenyewe ipo karibu hiyo. Najua. Vipi lakini? Safi. Au si? Na shida gani hapa nyumbani? Hamna. Hamna shida yoyote. Okay. Basi sawa, mimi nimekuja mara moja kukusalimia hapa. Toka tangu kwa shikaji hapo nikaona nifike kabisa nyumbani. Sawa. Kwa hiyo mimi nacheza bwana, naondoka. Haya, sawa, karibu.
Vipi dadangu? Safi. Habari za huko? Nzuri. Nimekuja muda mwafaka kuchambua mboga. Ndio hivyo natoka shamba watoto wataka kula. Sasa kijaiva tu bado. Bado palizi. Hongera sana. Asante. Bana mimi nimekuja. Haya ndugu yangu. Wewe acha tuna furaha sana shoga yangu. Mama kuna habari njema huko. Ndio nakwambia. Nimekuja dadangu kufikishia taarifa. Haya nipi? Mwanangu Mariamu anaolewa muda wote. Toba. Mariamu yule anataka kuolewa na mwanangu? Mariamu yule. Ama kweli kisichoridhiki hakiliki shoga yangu. Ni kweli. Amepata mwenzie? Amepata mwenzie, sasa hivi kwenye maandalizi huko, lakini muda wote na saa wote wanakamilisha bajeti zao za ndoa. Hivyo nimekuja kufikishia taarifa hiyo. Unajua tena jirani mwema, maandalizi mapema. Nisije kama mwisho wa picha huko mama Mariamu, zawadi sina, maana mimi sijapata taarifa mapema hapana. Haya mimi nimekusikia. Ndio. Nashukuru kwa ujumbe. Kwanza mimi nafurahi sana mama yake mtoto. Ndio. Kwa sababu mimi hunitengi. Tuko pamoja. Tulitarajia watoto wawe pamoja lakini Mungu sana tena. Kisichoridhiki hakiliki na hata Mungu kama hajakiandika hakiwezi kuwepo. Kila kitu ni maandiko ya Mungu. Nashukuru umeniambia mapema. Nitajitahidi angalau nimpatie hata jina Seti. Umeona Zawadi ya mtoto. Mimi nakupendea tu hapa. Basi shoga yangu, mimi ndio hivyo, narudi nyumbani. Narudi. Mimi nashukuru Mungu akubariki tena sana. Asante. Mwenyezi Mungu mtoto ndoa ipite salama wape maisha marefu. Bwana, asante wajukuu. Unawapenda hapo. Alafu mjukuu kama akiwa kike anaitwa Siawezi. Majina ya mafumbo tena mwenzangu. Mambo ya kizamani. Na maana yangu sababu sikuyaweza. Huko yaweza. Nichekesha. Mwanangu fresh. Mwanangu sema nini? Oya mwanangu mimi juu mambo ya shahidi tayari kule. Mambo ya harusi nini? Hali ishakuwa sawa. Ndio ndo na wa kweli. Ya mwanangu ndo na wa kweli mwanangu. Si unajua tena maisha yenyewe magonjwa mengi nini. Sema fresh bwana. Au sio? Pambania mzee. Sema ndo hivyo sasa mwanangu. Maana tunaniambia kwa yameiva lini? Hapo siku bado. Siku bado haijapangwa lakini siku hiyo natumaini ikifika wewe uje kama kuwa kameramani wewe unajua tena mambo yako ya kuchezea kamera. Au sio? Au unasemaje? Tafika au umeziuza? Unajua hapa katika mambo kidogo ya kawaida ilikuwa tofauti lakini sio kama nimeuza zipo. Au sio? Fanya hivyo mwanangu, fanya ima nyindo wanangu ujue. Au sio? Alafu wewe pia mwana kama kawa yani. Kikubwa taarifa utoe mapema kwamba ni lini yani usije tena mara ile hii. Wewe kesho. Au tena tunasikia kwa wana tu mtaani huko. Wewe lazima uipate taarifa, wewe lazima nikuletee kwa sababu wewe mwanangu. Ila nikwambie kitu langu. Yaani kuna kitu kama nilisikia hivi. Kitu gani hicho? Yaani hapa mtaani nilisikia kwamba demu mwenyewe atake ya mazingira uchumba kwamba eti kuna mshikaji yuko naye. Hivi imekuwaje? Mmeasovu vipi mpaka kufikia hatua hii? Kashaelewa tayari. Si unajua tena ile mtoto kama ule pale huwezi kwenda siku hiyo akasema bwana fresh. Lazima kwanza utumie akili nyingi. Kwa ilikuwa uoga tu. Sasa kumbe nini? Na ile kusema kwamba mimi sijui na mtu wangu ninayempenda sijui nini kwa sababu mshikaji kweli alikuwa aongo tu hao mwanangu, mimi ndo nakupangilia mpaka anatangaza hivi. Mambo yashaka kwenye mstari. Mbona hata jana mtoto nimetembea kwao na kukubali. Hata jana nimeingia kwao pale nini nikaongea naye nikamwacha chateni. Wewe mwanangu siwezi kukuficha. Fresh jamaa, ngoja tuandae mazingira ya michango. Si unajua harusi hiyo. Au sio? Sana utegemea mwanangu wewe uje ule. Au sio? Mazawadi kama yote. Kama hata kumnunulia shemeji yako viatu anavaa 22. Shemsa vipi? Poa niambie. Safi. Vipi? Fresh. Umeniita hapa kwema tena? Udugu wangu kwema kwa story nataka nikupe. Nini? Shoga yangu unataka kama nataka niolewe. Wewe tena nataka uolewe. Ndio mimi mwaya. Unaolewa na nani? Naolewa na Rama udugu wangu. Rama nani? Sule Rama yule humjui na wewe yule Rama? Mfupi hivi afu mweusi. Yule. Ndio huyo mwaya. Haya kwa Rajabu tena ukanikomaria. Shoga yangu mwanzo kwa Rajabu mwenyewe ashachana naye. Mkubwa hupoi. Spoi kivipi? Ile siku ile kupata. Rajabu unatoka naye. Sijui nini na nini.
Kwani wewe unamtaka? Simtaki. Shoga kama unamtaka chukua tu. Simtaki. Sikia sasa Shemsa. Yaani mwanaume mwenyewe mimi simtaki, naelewa tu kisa wazazi wangu wamekubali. Umtaki. Ndio simtaki. Kwa nini tena umtaki? Simtaki tu jamani. Rajabu vile. Na wewe bwana, yaani ukihesabu mtaa mzima ameshawamaliza. Makubwa. Hapa imebaki Lukwembe tu. Umalizane naye. Hamna bwana. Ndio alichonitia hicho. Ndio hicho mashoga yangu. Kuna shida mimi kusikiliza vizuri. Tutakuja kwenye shughuli yako mwana. Sema nini? Nataka nataka niwahi nyumbani. Maana kaka sasa hivi ameniambia nisitoke nyumbani. Yaani hapa wenyewe nimekuja ili mradi tu umeniita. Jamani kaka naye. Sasa sikilizeni wanangu. Kamkubwa mimi nimekuja. Kuna kitu nataka mnisupport yani. Ndugu support vipi? Unaimba muziki au? Sio ndombolo mzee. Kuna kitu nataka mnisaidie kama sera wenu. Si mnamjua yule ndege wangu yule? Sasa yule ndege wangu anataka olewe. Umeona? Anataka olewe. Anaolewa Jumatatu. Jumatatu mazingira ya saa 8. Kwa hiyo ulikuwa unatakaje? Mimi nataka tukampeke yule.